Okay, ama kwa jina naitwa Said Rajabu Kipacha, mwana Yanga halisi yani Arusha. Nataka kuzungumzia kuhusiana na Young Africans baada ya kufuzu robo finali ya mabingwa barani Afrika. Yanga hii lazima itinge finali, sababu tunasubiria draw tu itakayotokea kuingia robo finali, kuingia nusu finali. Tuna uhakika kwamba kwa wote atakayepangiwa mbele yetu lazima tupite naye, hata awe National Ahli awe nani Mazembe nani, wote tunapita nao, sababu ukiangalia kikosi chetu, ukiangalia kikosi kimetimia, iko fresh. Kikosi hichi ikiundwa na kina Pacome Zouzoua yao kwa Setola yao Maxim Pianzengel, ikiundwa na Halid Aucho, hapo mbele ukiwa na Kennedy Msonda, na hapa nyuma ukiwa na Ibrahim Baka, ukiwa na yao kwa Setola yao, ukiwa na nani na Bakari Nondo Mwamnyeto nahodha. Kwa hiyo hakika hii kikosi haina wa kumfunga. Kwa mfano ukiangalia game ya Yanga jana, tulidomenti mpira mzuri, lakini haikuwa riziki sio ya kwetu. Uhakika haikuwa ndio kwetu, lakini uhakika wa kuwafunga pale tulikuwa tunao, lakini wasikuwa ni bonanza, tukaamua kuachana nao. Wametufunga moja, lakini sio mbaya, mpira tumeupiga. Kuna watu wanasema mmepita kibahati bahati, mmefuzu kibahati bahati. Upande gani wanasema watu wamepita kibahati bahati? Yani mfano hiyo robo hiyo, hatukupita kibahati bahati. Kwa sababu gani? Tuliyepita naye alikuwa ni nani? Huyu mwana Beusdadi mwenyewe alitupiga 3 kwake, lakini tukamhakikishia kwamba ukija nyumbani lazima turekebishe makosa yetu. Tukarekebisha makosa yetu, tukampiga goli 4, tukapita hapo hapo. Na hata jana ingelikuwa tunataka kufuzu kupitia National Ahli, uhakika tu National Ahli angekufa, uhakika angekufa tu. Kwa sasa Yanga ndio klabu ambayo ni bora katika ligi kuu pamoja na ukanda wa Afrika Mashariki. Ni ligi bora, yaani ligi Tanzania. Yanga ni bora zaidi na kimataifa pia. Kwa sababu gani? Naweza kusema ni bora kimataifa kwa sababu imeweza kufuzu na ikiwa na game mkononi, ambayo hakuna timu imewahi kufuzu kwa njia hiyo. Ukiangalia timu nyingi zimemaliza game, hadi ndizo timu kubwa kubwa tu zimemaliza game kabla ya nini. Lakini kwa ukiangalia National Ahli na Yanga ndio waliofuzu wakiwa na game mkononi. Kwa hiyo hizi timu ndogo ndogo kichukua kama Mtani Jembe huyu bado hali yake ni mbaya mpaka na leo pia anaomba hatihati. Na ndugu mtangazaji, usio kashangaa ngumi zikalika uwanjani. Hawa ndugu zetu sio wavumilivu sana. Kwa hiyo leo katokea wamefungwa na John Galaxy, tayari utakuta ngumi zinalika uwanjani. Hamtaki Mangungu, hamtaki Trageni, hamtaki nani. Ndio tabia zao. Kwa hiyo leo sio kashangaa akalengwa na game ikawa ngumu kwao. Baadaye wakaanza kupigana uwanjani. Wenzetu sio wastahimilivu. Sisi Yanga ni wastahimilivu, tulifungwa 3 na tukaamini kwamba tuna uwezo wa kupita na tukapita. Lakini wenzetu wakipigwa leo utashangaa uwanja unalika ngumi tupu. Tumalizie na swali moja la mwisho. Kwa hiyo Yanga mna malengo gani sasa katika klabu bingwa? Asante, sisi tuna malengo ya kuchukua kikombe. Yaani tukiangalia kuna wenzetu ambao wanapenda kufika robo tu. Sisi sio hatua bwana. Yanga ukiona imedomenti mpira mzuri na imesogea mbele, jua inahitaji kikombe. Na hata msimu uliopita tumefika fainali ya shirikisho barani Afrika. Na ukiona tumefika hii robo, jua tunaenda fainali ya mabingwa barani Afrika na tukoi kikombe. Uhakika kuchukua tunao. Kwa tusubirie kikombe sio? Subiria, utamu unakuja. Mimi akina Pacome nakubali sana. Na engineer Said Harris namkubali sana. Kweli ni hatari sana yule jamaa. Na juzi ametoa speech yake akasema ninavyoona kikombe kinachukuliwa na Mamelodi Sundowns na Al Ahly, lakini amewatega watu. Ule ni mtego mkubwa sana. Kwa hiyo hakika kuchukua kikombe tunao. Kosi lipo, yani A na B, huwezi ukajua kwamba nani mkubwa zaidi hao. Wote wako size moja yani. Kali sana. Bana fresh. Kwa hiyo wape salamu Makolo, leo lazima walale leo. Kwa hakika.